Tutakumbuka katibu mkuu wa Wizara ya Nishati anaitwa Bwana Mataragio alitoka na akawaambia Watanzania kwamba bado tuna hifadhi ya mafuta ya kutumia kwa miezi mitatu. Na kama mnavyokumbuka, tangu baada ya vita ya Uganda na Tanzania miaka ya 79, Mwalimu Nyerere alijenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya Tipa baada ya kujifunza kwamba kunaweza kutokea dharura na nchi ikaingia kwenye crisis, kwenye matatizo. Mwalimu akajenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya Tipa ambayo yako Kigamboni, na matenki haya yamekuwa yakihifadhi mafuta ya ndani ya nchi na mafuta ambayo yanasafirishwa kwenye nchi ambazo zinatumia bandari yetu. Na ndiyo maana katibu mkuu wa Wizara ya Nishati alituambia kwamba kuna mafuta ya miezi mitatu. Sasa kama tuna mafuta ya miezi mitatu ambayo huu mgogoro ulipoanza huko yalikuwa tayari yako ndani ya nchi, inakuwaje hayo mafuta yapande bei ghafla kabla ya ingizo la mafuta mapya ambayo yameingia nchini? Lakini vile vile kuna swala ambalo la makatel, watu ambao wamejimilikisha uchumi wa nchi yetu, wanaonunua mafuta na kuagiza mafuta kutoka nje. Kampuni moja, tuna taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwamba kampuni moja ambayo inaubia na watu wakubwa walioko serikalini ndiyo ilipewa tenda ya kuagiza mafuta peke yake na TPDC, na yenyewe ndio ina control kwa monopoly bei za mafuta na kusababishia Watanzania matatizo makubwa namna hii. Kwa hiyo hitimisho, Chadema tunasema nini na nini tunachotaka kifanyike kwa haraka? Chadema inaamini kuwa watawala dhalimu wameshindwa kuchukua hatua madhubuti kulinda wananchi dhidi ya hatari za soko la kimataifa na mifumo dhaifu ya ndani inayochangia kupanda kwa bei hizi.